nakwambia ni busara za bosi. Ndio. Ametaka mweke mtama hapo. Hadi nikamwambia bosi hapana, huyu ni sawa na baba yake. Ndio. Kwa dogo ndo akawa amekuta. Wewe ni kinyago. Kazi nimemaliza kama nilivyokwisha kuipanga. Mimi ndo Devi. Njoo mara moja kwanza, kuna shida. Nakuja baby, kuna nini tena? Wai mara moja kidogo. Nakuja. Wai. Niambie baby wangu. Baby, damu. Damu? Damu gani? Maji haya hapa yana damu. Baby, yani damu au maji hayo? Maji ulioniletea yana damu baby. Yana damu haya maji? Si maji tu haya jamani, haya si maji haya. Baby, wewe angalia, au ni damu hiyo kabisa? Ni damu hii. Baby, unakunywa damu. Ni maji. Sema labda ulipotoka kule kwa sababu jua ni kali. Kwa jua likiwa linakupiga kichwani kidogo unakuwa kuna vitu ambavyo unakuwa unaona kama vile maruerue. Sijawahi kuona kitu kama hiki. Mimi naomba tuingie ndani. Maana mimi nimekuletea maji, mimi mwenyewe nimeingia ndani nimekuletea maji, sasa hivi unasema tena damu kabisa. Mbona mimi nimekunywa nimeona tu ni maji? Hii ni damu. Tuingie ndani upumzike. Twende ndani upumzike, twende. Mr. Tis. Naam. Hapo naongea na Mr. D. Ndio master. Nataka nikwambie kitu kimoja. Ndio. Tumefanya kazi kwa waledi. Ndio. Sitaki kuona baada ya kutoka hapa unavujisha siri yangu. Amna. Utasikia master. Kweli kabisa? Kweli kabisa. Sasa ole wako. Nione hii baada ya kutoka hapa habari zimezagaa mitaani. Mimi sitokuacha salamu. Nina napita na roho yako. Utasikia. Si unanifahamu? Ndio. Nimekuamini ndio maana tunafanya kazi haraka sana. Ndio master. Una la kuzungumza lingine? Vipi kuhusu malipo yangu master? Baada ya kutoka hapa nitakutumia kwenye muamala haraka sana. Hakuna shida master. Ila tu. Ndio. Nakusitiza kwenye kazi yangu, sina mchezo. Mbona vizuri? Hautasikia kabisa. Unaniamini kabisa? Ndio. Haitakuwa siri. Kaka. Unashtuka nini? Shida nini? Unashtuka nini? Nini kimekutokea huko? Na wifi uko wapi? Maana mliondoka wote asubuhi. Sikize kwa makini. Kill a dog after hunting is over. Una maana gani? Yaani uwa mbwa baada ya mawendo kukamilika. Lakini jamani,
ndo umenuna? Kawaida. Wewe mwenye sinaona umechelewa. Nilikuwa na kazi. Umechelewa sana, libaki kidogo tu niondoke. Kwa nenda umenuna, basi msamehe wewe. Nimeshakusamehe. Unajua mtoto mzuri kama wewe, siwezi nikakuacha. Sana. Najua mwenzako nimekumisi sana tangia siku ile tumeachana. Mwenzako nilikuwa nakuota kila siku. Mwenyewe kwa nimekumisi. Kama tu kazi. Afu mwenzo jana nakupenda. Wow. Unajua nikwambie nini? Katika hii dunia sije kumpenda mwanamke zaidi yako. Naweza nikafanya lolote kwa ajili yako. Hivi nyinyi mnajua mnachokifanya? Wewe umekosa kazi za kufanya? Sema tukutafutie kazi hapa mjini. Kama umekosa kazi za kufanya, sema tukutafutie. Naomba nisikilize. Kwanza unavyoonekana wewe ni huna akili. Blaza sasa unaweza kuvuka mipaka. Blaza unaweza kuvuka mipaka. Fikiria zako akili zako. Fikiria huyo angekuwa ni dada yako au mdogo wako, afu mkute huko na mshikaji maeneo kama haya, anamharibu ungefanyaje? Blaza unazingua. Umeshaanza kuvuka mipaka sasa. Wewe huna akili. Huyu ni mpenzi wangu. Kamwe siwezi kuachana naye kwa jambo lolote. Wewe sulishia darasa la 7 wewe. Kwa unataka na huyu asiendelee na masomo, awe mjinga kama wewe, si ndio? Blaza, umeanza kuvuka mipaka. Hiyo mipaka minyao. Hiyo mipaka naivuka, nimeenda Kenya, nimeenda Uganda. Nisikilize. Wewe hauna la kunifanya lolote. Nitakufanya kitu kibaya, hutakuja kusahau maishani mwako. Wewe unaweza kunifanya chochote wewe. Hivi wewe unanijua vizuri? Niachie. Tena wewe leo nakupa onyo, usije ukarudia tena. Ukija kurudia nitakufanya kitu kibaya, hautakuja kusahau maishani mwako. Kama kunifuatilia katika maisha yangu. Sasa ujue jana sijakuelewa, umekuja umeloa damu, alafu ukaanza kuongea kimafumbo. Yaani kwani sasa hivi umekuwa mchinja nyama? Isitoshe wifi sijamuona toka jana, hajarudi. Kwani kama nikuulize. Ndugu wangu, ni heri kuwa na rafiki mmoja mwenye akili kuliko kuwa na marafiki 100 wapumbavu. Una maana gani? Wewe mtu mzima, utanielewa baadaye. Sasa naomba unieleze vizuri, maana mimi hata sikuelewi. Toka jana unaongea kimafumbo, mimi hata sikuelewi. Kwani baada ya jana kurudi na zile damu, mimi nimetoweka duniani? Hapana. Si niko hapa? Ndio. Basi. Kuna kingine cha kuniambia? Maana na wewe uishi maneno. Sio nimerudi tena kutoka kazi useme kaka na mazungumzo na wewe. Alafu zeni tukikapo unanieleza vitu ambavyo sasa sikuelewi. Kama una la kuniambia niambie. Hapana. Mimi ninalo. Nasikiliza. Dada yako yuko wapi? Ametoka. Sawa. Nilo tu. Nikuja sasa hivi. Mama mdogo wangu. Mama. Usiseme kitu chochote kile.
Kitu gani ambacho kimekukuta mdogo wangu? Utakufa. Mam! Wipi? Habe. Hivi mchumbani mwako hujawahi kuona mauzauzo yoyote yale? Mimi sijawahi kuona mauzauzo yoyote. Kweli? Kweli. Hivi unakumbuka siku ile nilikuta nimelala hapo? Ndio. Niliona kitu la kutisha. Kitu gani? Yaani kinakuja kama kinataka kuniua hivi, nilikuwa nimeanguka. Wewe wipi? Hii nyumba kaka yako ina mauzauzo sana. Kaka basi akija kuniambia. Na mimi ndo niko namsubiria hapa. Dada tupo hivi. Karibu. Jambo. Vipi dada yako mzima huko? Mzima kabisa. Iko vizuri kabisa. Tupo tukae sasa. Joto unajua mwezi wa 5. Lakini ni pazuri. Ndio maana nikakwambia hivi mdogo wangu. Nilikwenda kutafuta. Kupata kwangu mimi na nyie mmepata. Sawa, lakini kaka. Leo nina mazungumzo na wewe. Nakusikiliza. Au ya kuhusiana na hii Biblia? Ndio. Mimi na kanisani wapi na wapi? Mimi ni mhangaikaji tu. Hata siku moja, hata milango ya kanisa yenyewe sifahamu. Lakini kaka, Mungu tumtangulize kwanza. Aiza unapata vyote kwa ajili yake ila ujui. Sijui nini? Ila ujui kwamba ni baraka ya Mwenyezi Mungu mpaka upate hivi. Jamani, Muka fika huko? Hapana. Hajafika? Hajafika, kwani kuna nini? Jamani mdogo wangu, sasa atakuwa wapi? Kwani kuna nini? Unajua bwana, nipo katika mihangaiko yangu, kuna mtu mmoja alinipigia simu. Kunipigia simu ananiambia hivi, uko wapi Mr. Tamba? Mbona tunamuona mdogo wako huku kalala? Nilipofika pale kweli nikamkuta kumkuta mam, nikajaribu kumwamsha. Katika kumwamsha, mam kaamka pale kakurupuka kakimbia, hata sijajua ameelekea wapi. Jamani mimi. Kwani kuna nini kaka? Mimi sielewi hata mdogo wangu kimemkuta nini. Bora hata basi alivyoninuka pale angesimama akanielezea kwamba kaka mimi nimepata 1 2 3, lakini hala hataja aniambia, sijui hata shule penyewe. Yani kwa kweli mimi mdogo wangu huyu sijui nafanyeje. Sasa bebi wangu. Naam. Ndio kwanza ukae hapa ili tuyajadili. Mtaka vipi? Mimi sijajua mdogo wangu sehemu alipo. Ili tuyajadili, sasa utajadili peke yako. Ni kweli, lakini sasa mimi jamani nazidi kuchanganyikiwa. Sasa nikisema nikae hapa mdogo wangu sasa hivi najua ameenda wapi. Ndio tukijadili sasa ndio tutajua kaelekea wapi. Jamani mimi. Basi sawa, lakini mdogo wangu jamani. Nachoshangaa mimi hata siku moja hata mlango wa kanisa siujui. Leo hii unanishirikisha na maombi wapi na wapi? Sitakuwa na kufuru. Ila tu nitakacho kueleza tu kwamba ni kuacha ndio ufanye maombi. Kufanya maombi na kuruhusu. Weka imaya ulinzi hapa, weka ngome ya Yesu, lakini mimi hapana. Yaani hilo lenyewe nakueleza. Tena sitaki kukusikia hata siku nyingine. Uhuru nimekuachia, kazi kwako. Mimi niko nje. Sasa kaka unaenda wapi? Tufanye maombi dakika 5 tu. Nimesema mimi na kanisani ni vitu viwili tofauti. Uhuru uliokuachia, weka imaya ya ulinzi au ngome iweze kuzunguka kwenye kitengo chumi changu. Lakini swala mimi kushiriki maombi, sitaki kusikiliza. Sikuchukizi mdogo wangu. Baki na uhuru kufanya maombi. Mimi naondoka. Sawa. Mungu wa mbinguni na ikabidhi biashara yako kwa mwako. Ninaomba uzidishe ulinzi wako katika biashara hii. Naomba tuma malaika wako waende biashara hii izidi kukua zaidi. Naomba hayo kwa njia ya Kristo na Yesu. Amen. Chaji. Kaka. Kwa kweli hajafika huko.
Hatujamuona. Bwana niambieni basi kama yupo hata niambie, maana nimetoka kule nimekimbia yani kwanza ungeniona uko njiani ilivyokuwa jinsi gani ilivyokuwa tunafukuzana naye. Ungenionea hata huruma. Niambie basi kama amefika huku. Huku nyumbani hajafika. See. Unajua nini baby wangu? Naam. Yaani mimi mwenyewe nilikuwa nakusubiria. Kuna kitu kilinitokea asubuhi. Kitu. Muda wewe umeondoka, nikachukua fagio nikawa nafanya usafi hapa nje. Ila kuna kitu kilinitokea tu, ni kitu cha ajabu tu. Kitu gani sasa? Yaani hata sikielewi. Kikaja kanishtua nikawa nimeanguka chini. Hapa nyumbani. Hapa nyumbani asubuhi ya leo. Hivi unavyoniona hapa nimekaa hapa, ndio nitoka naenda kubadilisha nguo muda si mrefu. Sasa kitu gani hicho ambacho kilikutokea na yeye? Yaani hicho kitu hata sikukiona vizuri, yaani kuna kitu lijitu sio lijitu, hata sikulielewa. Na kama unakumbuka, kuna siku moja hivi nilikwambiaga hivi, nilikombaga maji ya kunywa ukaniletea ile maji. Baadaye nikakwambia hivi, maji mbona yana damu? Jamani mimi. Sasa haya mambo solution yake ni nini? Sasa bibi wangu, haya mambo ili tuyamalize. Tutafute mganga. Mganga? Wewe. Malize. Kwa hapa size. Kabisa. Ulinzi na mama utapakaa leo. Nakushukuru sana. Unaondoka? Kwa hiyo umefunga safari kumbe kwa ajili ya hii kazi. Mdogo wangu unanipenda. Mdogo wangu uko pamoja na mimi, lakini sasa mimi usijisikie vibaya kukupisha. Mimi na kanisa wapi na wapi. Ndio maana nifanyaje? Nimekupisha. Haya sawa, ina shida. Haya. Kwa mganga tena? Sasa wafikiri tunafanyaje? Wewe hapo kwa mganga, hilo swala la kwenda kwa mganga. Mimi tangu nizaliwe sije kukanyaga kwa mganga. Haya naanzaje? Hii nyumba mume wangu ina mauzauza. Ni sawa, lakini mimi tangu nizaliwe sije kwenda kwa mganga. Haya mimi naanzaje kwenda kwa mganga? Ndio tumtafute sio mganga, ndio twende sasa. Waganga sasa hivi ni matapeli. Unafika pale hamna lolote linaloendelea na kulia pesa zako, unaondoka bure na matatizo yako unaacha vile vile. Mimi hilo swala kwa kweli serious. Haya wewe huyo mganga labda wewe unafahamu alipo? Tutamtafuta. Wapi sasa? Waganga wenyewe siku hizi matapeli. Sasa tunafanyaje? Lakini sawa, kwa sababu nina matatizo itabidi tufanye hivi. Ila swala la kwanza tuanze kwanza na swala kwanza la mdogo wangu. Ina maana tutakapoenda kwa mganga ndio tutajua alikoelekea ni wapi. Kwa hiyo tukifika kule tunaanza na mdogo wangu kwanza, kisha tunafuata swala la inyo. Basi sawa, mimi naona haina haja hata kusubiria hicho chakula. Kama inawezekana tuondoke sasa hivi. Basi sawa. Wewe ndio utakayetimiza azima yangu ya kutoa imani